Taarifa hii ya habari ni kwa udhamini wa kampuni ya kutuma na kupokea pesa Fizi One. Amani ya Mwenyezi Mungu iwe pamoja nawe msikilizaji wa redio ya kijamii Kivu popote pale ambako unaendelea kutufuata kwa muda huu, na wakaribisha kwa moyo mkunjufu kuweza kufuata uchambuzi wetu wa habari ambao unagubikwa na habari muhimu leo hii, makala ya michezo na burudani pamoja na ripoti na ripota wetu kutoka eneo tofauti. Jina langu Mchumbe wa Mkulima na Fatuma, naomba tuambatane mwanzo hadi tamati. Na kama nilivyokujuza kuwa uchambuzi wetu wa habari unakuwa kigubikwa na habari muhimu leo hii, na za leo zinasomwa naye mwenzangu Omari Makelele Ozil. Karibu Ozil. Asante sana Mchumbe wa Mkulima na Fatuma. Katika habari muhimu tuanzie katika mji wa Baraka ni kwamba mganga mkuu wa mtaa wa afya wa Fizi amewataka raia wa mtaa huu kutokutumia maji ambayo haya kuwekwa dawa ili kupiganisha magonjwa ya kipindupindu. Ameyasema hayo siku ya 3 ya wiki tunayo. Na kule Walikale ni kwamba mapambano makali yameshuhudiwa mchana wa siku ya 3 ya wiki tunayo tariki 2 Aprili 2025 katika mji wa Walikale Center kati ya jeshi la taifa FARDC na wazalendo dhidi ya wahasi wa M23 na ungwa mkono na nchi ya Rwanda. Katika habari za kitaifa ni kwamba wajumbe wa serikali ya Kongo pamoja na M23 wamepanga kukutana tariki 9 Aprili 2025 huko Doha nchini Qatar kwa ajili ya mazungumzo ya moja kwa moja kuhusu mzozo unaoendelea mashariki mwa nchi ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo na kusababisha raia wengi kuyahama makazi yao. Mchumbe wa Mkulima na Fatuma, na kuacha uendelee na uchambuzi wa habari. Asante sana mwenzangu Omari Makelele Ozil. Wacha sasa nifunue dirisha la uchambuzi wetu wa habari, tukianzia katika mji wa Baraka. Ni watoto 1144 mkiwemo wanaume 590 na wanawake 554 ndio wameorozeshwa kwenye ofisi ya Etat Civil mjini Baraka kwa muda wa miezi 3 kuanzia Januari hadi Machi 2025. Ndivyo amehakikisha hayo ausikae na kuorozesha watoto kwenye Etat Civil ndani ya mji wa Baraka. Akizungumza na redio yako Bwana Mahombi Msema ausikae na Etat Civil mjini Baraka, amesema kuwa wazazi waendelea kujitokeza kwa wingi ili kuorozesha watoto wao, ndio maana hesabu hiyo yaonekana kuwa kubwa kwa muda mchache. Mahombi Msema ameeleza afuatayo. Watoto ambao tuliorozesha kwenye kwa ofisi yetu ya Etat Civil katika miezi 3 tuliorozesha watoto kwa jumla wa 1144, na ndani ya hawa watoto wakiwemo watoto wanaume 590 na watoto binti 554. Hawa ndio watoto wote kwa ujumla ambao walizaliwa ndani ya muda na wakakuja kuorozeshwa ndani ya muda. Mnakuwa pia watoto ambao tuliorozesha kupitia maprocuration kutoka kwenye kwa maire de santé mbalimbali, na vile kunakuwa wale watoto ambao waliorozeshwa kupitia maordonnance au jugement supplétif kutoka kwenye kwa tribunal. Tukiangalia mwaka jana na huu mwaka, yote iko ni kama vile inapishana kadogo zaidi. Tukiangalia idadi ya mwaka jana inaenda juu kadogo ya hii idadi ambayo tunapata mwa hii siku ya leo. Tunaona wamama wa baba wanajitoa zaidi kukuja kuandikisha watoto wao ambao wanazaliwa. Maana hawa ukifika pale unaona kila siku ya kwanza, siku ya 3, siku ya 4 wanapiganisha zaidi, kila mama kila baba aandikishe mtoto wake. Tuna uhakika kwamba watu wanaendelea kusikia hii ambao tunaifanya hapa kama vile sensibilisation na umuhimu wa kuandikisha watoto. Maana kila leo tunasemaka ndani ya kuorozesha watoto kuna umuhimu kubwa zaidi. Wakati tunaorozesha mtoto, kwanza ni haki ya utotoni ambao sheria iliweka kwa kuzaliwa mpaka siku 90 mtoto anaorozeshwa bure. Kwa article yake
yake ya 116 Code ya Famille, mtoto anapozaliwa kabla hajapitisha siku 90 ni sherti aandikwe kwa bure kwenye kwa ofisi ya Etat Civil. Inampatia haki ya kuwa na uraia, inampatia jina kiserikali. Hapa anajulikana na kukingwa na serikali. Na alipoulizwa kwa nini kuweza kutoa muda kwa wazazi walioorodhesha watoto wao ili kuja kuchukua vitambulisho vyao kwenye ofisi hiyo, Mahombi Msema amejibu kwa swali hilo. Wakati tunatumika kazi kufuatana gisi sheria yetu inasema, wakati anakuja kuorodhesha mtoto tunawajibika hiyo sana kuja kuandikisha, lakini kufuatana na matatizo kidogo ndani ya kazi tunakuwa tunawajibika kumpatia muda kidogo, niseme muda ya juma moja, ili hizi dokima zipate kuwa sinye na zipigwe muhuri kufuatana na idadi kubwa ya watu kwa kuja kuandikisha watoto. Hapa tunawajibika tufanye vile, na kufuatana na umuhimu. Kuna wale ambao wanasema hapana, mimi mtoto anagonjwa au kesho nitasafiri au niko na shida fulani, tunajitahidi hata ile siku anaweza akaipata, na kufuatana na jitihada zote tuko tunajitahidi, maana kila leo tunaendelea kurekebisha kazi na kujibia kwa muda kuwapatia hivi vikaratasi. Kiwa tunaweka kale ka muda kadogo ni kufuatana dokima ilikuwa bado kukua sinye na ofisia wa Etat Civil, na ilikuwa bado kupigwa hii kashe, na idadi ya watu ambao wanakuja kuorozesha inakuwa mingi kidogo. Ukiangalia hapa ndani ya miezi mitatu 1114 ni idadi kubwa. Hapa inawajibika kuwapatia hiyo muda kidogo, na hapo wanakuja wanakamata. Mwenye anakuja kuorozesha mtoto kufuatana na sheria yetu ya Kongo ni mwanaume, ni vile sheria inasema, na wakati baba hayupo mama anaweza kuja, na sio kusema kwamba mpaka waje tu na mtoto. Baba anaweza kuwa tayari anakuja na certificate ya mtoto, anakuja na carte d'electeur ya mama, anakuja na carte d'electeur ya kwake, anakuja anaorosha mtoto wake na anapata kitambulisho cha mtoto. Mganga mkuu wa mtaa wa afya wa Fizi amewataka raia wa mtaa huu kuto kutumia maji ambayo hayakuwekwa dawa ili kupiganisha magonjwa ya kipindupindu. Ameyasema hayo siku ya 3 ya wiki tunayo. Katika mazungumzo nasi, mganga mkuu wa mtaa wa afya wa Fizi Dr. Albert Mangaiko Sadiki amesema kuwa kipindi hichi cha masika si vema raia kutumia maji hasa ya ziwa Tanganyika na yale ya mto ambayo haikuwekwa dawa, kwani uchafu mwingi unakuwa ukitupwa maeneo hayo. Upande mwingine, namba 1 huyo wa mtaa wa afya wa Fizi ameomba raia kuendelea kuheshimu kanuni za afya. Dr. Albert Mangaiko Sadiki aeleza fuatayo kuhusu huo uchafu ambao unaweza ukapelekewa na maji ya mvua hadi kufikia kwenye bahari. Si tu kwenye bahari, lakini pia hata kwenye mito mbalimbali ambayo yenye katika vijiji na hata pembeni ya jiji la Baraka, yote yanachafua maji, na hiyo inakuwa vile vile ni kama vile hasara kubwa kuhusu maambukizo ya magonjwa kutokana na maji machafu, zaidi sana ugonjwa wa kipindupindu. Ushauri wetu ni kwamba watu wasiyatumia hayo maji ya Tanganyika au maji ya mitoni kabla hawajaona mahali ambako pana mtu mwenye kutia yale matoni ya dawa ndani ya maji. Hiyo itawasaidia kujikinga na kipindupindu au magonjwa mengine yenye kutokana na maji machafu. Ujumbe wetu ni kwamba kipindupindu na magonjwa mengine kutokana na maji machafu tunaweza tukayaepuka kwa kuweza kutumia maji mazuri, kwa kuweza kuosha mikono yetu kisha kutoka kwenye msalani kabla ya kula na baada ya kula, na kuosha vyakula vyote mbele ya kuvitumia. Lakini zaidi ya hiyo, tungependa vile vile kushauria watu kuwa na misalani mizuri ili vinyesi visiwezi kuzagaa ovyo, kwa kuwa vinyesi vyenye kuzagaa ovyo ni hivyo ambavyo vinafika kuingia ndani ya maji na kuchafua maji na baadaye akawa tena ugonjwa kwetu sisi. Hayo ndiyo kama vile mambo ambayo tungeweza kuwashauri watu, nikisema kuosha mikono, kutumia misalani mizuri na kunywa maji yenye kutiliwa dawa au maji yenye kuwa masafi. Naam, hivi sasa namkaribisha mwenzangu Sudi Valente kwa habari za michezo. Karibu Sudi. Asante sana kabisa mwenzangu mchumbe wa mkulima na Fatuma kwa fursa ya habari za michezo. Mpenzi msikilizaji, leo kuna kwa habari za michezo, twende katika bara la Ulaya na taarifa zinazosema kuwa klabu ya Inter Milan hapo nchini Italia imekanusha tetesi zinazosambaa kwenye mitandao ya kijamii kuwa
wamepanga ili kumsajili mshambuliaji wa timu ya taifa ya Ureno Cristiano Ronaldo Santos kwa mkataba mfupi kwa ajili ya kushiriki kwenye michuano ya FIFA Club World msimu huu. Lakini vile ni kwamba klabu ya Manchester City hapo nchini Uingereza imeanza rasmi harakati za kuhakikisha wanamsajili beki wa klabu ya Arsenal Gunners hapo nchini Uingereza na timu ya taifa ya Ufaransa William Saliba kwa katika dirisha kubwa lijalo la usajili. Na mwisho mwenzangu mchumba mkulima na Fatuma ni kwamba wachezaji wengi wa klabu ya Sheffield hapo nchini Uingereza wamelalamika kuwa hawajalipwa mishahara yao kwa wakati mwezi mechi uliopita. Uongozi wa klabu hiyo umetoa taarifa rasmi kwa umma ikisema ya kwamba kweli wachezaji hawakulipwa pesa zao kwa wakati kutokana na hali ngumu ya uchumi ambayo imeikumba klabu hiyo hivi karibuni. Uongozi huo umeendelea kutaja kuwa mambo yatakuwa sawa siku chache zijazo na kila kitu kitakuwa poa. Bila shaka wachezaji hao wataweza kulipwa mishahara yao kama ifuatavyo. Mwenzangu mchumba mkulima na Fatuma sina la ziada, ninaweka nukta kuna kwa habari za michezo. Labda Sudi Valente, kabla hujaondoka hapa kwenye studio, raia wangependa kufahamu katika wiki hii hakuna michuano ya ligi ya nyumbani. Michuano ya ligi ya nyumbani wiki hii ni kama vile haipo kama ilivyokuwa natarajiwa, kwa kuwa ilikuwa ni wiki ya tatu ambayo ilianza kupigwa ilikuwa ni siku ya Jumamosi, na nafikiria kwamba siku ya Jumatano ambako ni leo, nafikiria michuano hiyo imeweza kabisa kutamatika rasmi. Aya, msikilizaji, kama ndo bado umekuja kujiunga nasi, unaendelea kufuata uchambuzi wa habari ambao unakujia moja kwa moja kutoka kwenye idhaa ya Kiswahili ya Radio Kivu kupitia masafa yetu ya 93.0. Kampuni Fizon Baraka, Mboko na Misisi ni rahisi kutuma na kupokea pesa cash pote ulimwenguni bila usumbufu. Na hivi sasa tuangazie kwenye ripoti hizo na ripota wetu kutoka eneo tofauti, tukianzia kule Moba. Mahakama ya kijeshi ya Kalemi imemaliza masambo yake ya hadharani ndipo tarafani Moba kuanzia tarehe 27 hadi mwishoni mwa mwezi huo mwaka huu 2025. Mkuu wa mahakama hiyo ya kijeshi amesema kushukuru wote walioshiriki kwenye kazi hiyo. Mwenzetu wa Moba Isidore Kashulu amefuatilia kwa karibu taarifa hizi na hii hapa ni ripoti yake. Masambo hadharani yaliyoendeshwa tarafani Moba na tribunali ya mahakama ya kijeshi kambi ya Kalemi mkoani Tanganyika yamalizika siku ya Jumanne Aprili 1, siku sita baada ya kuzinduliwa rasmi hapo Machi 27 mwaka 2025. Mjumbe Desire President wa tribunali ya mahakama ya kijeshi mwishoni mwa masambo amefahamisha kwenye vyombo vya habari ya kama wakati wa masambo hadharani kesi 4 imeitishwa. Juu kesi hiyo 3 imeamuliwa. Kwa ajili ya kesi ya kwanza, watuhumiwa juu kushiriki kwenye vikundi vya uhalifu na wizi kwa kushika bunduki ya vita wote wamehukumiwa kwa kifungo cha kifo. Kwa ajili ya kesi ya pili ya bendera, watu wawili ja 3 wamehukumiwa. Hususan mwanajeshi mmoja wa FARDC wa kikosi cha maji amehukumiwa kwa kifungo cha kifo na kufutwa mara moja kutoka katika jeshi la serikali. Raia mmoja amehukumiwa kwa kifungo cha miaka 10 na raia mmoja ameachiliwa bila shuti yoyote. Kwa ajili ya kesi ya 3, mtu mmoja tu amehukumiwa kwa kifungo cha miaka 20. Kwa ajili ya kesi ya 4, tribunali ya mahakama ya kijeshi imesema kutohusika, kwani mtuhumiwa anafuatiliwa kwa kesi inayohusika mahakama ya kiraia. Votre justice, c'est au fond ce qui est de vérité. Et savoir que nous serons toujours avec vous. Sheria yenu ipo hapo, na undani wa yote mnapaswa kuekelea. Tutakuwa kila mara pamoja nanyi. Watu wengi wamehukumiwa. Kumekuwa kesi 4 iliyoitishwa. Kesi 3 imepata uamuzi. Kesi ya kwanza kumekuwa watu 3 na wote wamehukumiwa kwa kifungo cha kifo. Na wote wamehukumiwa kwa kifungo cha kifo kwa ajili ya kikundi cha uhalifu na wizi wa kushika bunduki ya vita. Kesi ya pili ni kesi ya bendera ambapo kumekuwa wizi nyingi wa injini ya maji. Hata kwenye kesi ya kwanza kumekuwa pia wizi wa injini ya maji. Watu wawili wamehukumiwa juu ya 3 katika kesi ya pili. Na kuna Ajida Kalala alias Kakuli aliyehukumiwa kwa kifungo cha kifo, na bwana Amani Mugeza aliyehukumiwa kwa kifungo cha miaka 10, na Mbuyu ameachiliwa. Mtu mmoja tu amehukumiwa kwa kifungo cha miaka 20. Yule aliyeachiliwa ni kwa sababu wanaweza kustaki mtu, lakini inapaswa kuonyesha kama mtu musika amekubali makosa aliyotumiwa. Na tumepata kama yeye hakuna kilichotuelekeza kutupelekea kuamini kosa aliyohukumiwa. Ndio sababu tumemwachilia. Katika maneno yake ya mwisho, President wa tribunali ya mahakama ya kijeshi amejisifu kwa namna ambavyo ameendesha masambo ya hadharani yaliyoungwa mkono na viongozi wa tarafa, raia, kwa kisa wabunge wa mkoa wachaguliwa wa Moba na kwa upekee wale wa mkoa wa Tanganyika.
Je dois préciser que la population de Moba est hospitalière. Elle nous a bien accueillis, on a bien accueilli son tribunal. Napasha baini kama raia wa Moba ni wachangamufu, wametupokea vizuri, wamepokea vizuri tribunali. Ipo pia shauku, imeshiriki kwa makini kwa masambo yote. Hiyo ni mambo ya kupongeza, kwani masambo yapo pia kwa ajili ya pedagojia. Masambo yanasaidia pia kwa kukinga wengine, watu wanao uwezo wa kukera, wasiozani kupiga hatua ya wengine. Lakini kwa kuona masambo na watu wale wanaweza kujizuiza. Na napongeza pia kwa raia kuiaminia tribunali yake, viongozi wake. Kwa jumla raia wawekelea kama tribunali yake ipo hapo, sheria yake ipo hapo pamoja naye, yasiwe na woga, yaishi kwa amani. Kwa kuwa hisia yetu ni kwamba raia waishi kwa amani, katika ukimya, katika kuheshimu sheria ya nchi. Parce que notre souci est que la population vive en paix, dans la tranquillité, dans le respect des lois du pays. Inapaswa kukumbusha kama wahukumiwa wamesafirishwa mara moja kwenye gereza kula Moba baada ya uamuzi wa hukumu yao kutolewa. Nikiripoti kutoka Moba, Isidoro Kashulu, Radio Kivu. Daima ndani ya mkoa huo wa Tanganyika kule Kalemi, ambako mabadiliko ya kijeshi kwenye kitengo cha brigadia 22 ya jeshi la taifa FRDC jimboni Tanganyika imefanyika kwa usalama katika mji wa Kalemi mchana wa siku ya Jumatatu ya wiki tunayo. Mwenzetu wa huko Kalemi Olombwe DJ Dr. ameshiriki pia kwenye harakati hizo, na hii hapa ni ripoti yake. Karamu ya kugabiziana madaraka kati ya kiongozi huu mpya pamoja na jemadari Dunia Kashind Fabien ambaye alikuwa anapandishwa madaraka na kusimamia sasa kitengo cha 33 cha jeshi ilikuwa nafanyika mnamo Jumatatu hii hapa Kalemi. Ndani ya neno lake mbele ya viongozi mbalimbali wa jeshi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, jemadari Dunia Kashind Fabien alikuwa analika mwenziwe ambaye anakuwa na mgomboa nafasi hiyo kutumika katika hali iliyo bora na nizamu safi, huku akipatia kipaumbele manufaa ya raia. Vous avez une lourde tâche. Unakuwa na majukumu makubwa, na hayo majukumu yatakuwa naomba kushirikiana na vikundi mbalimbali, hasa zaidi raia, kwa sababu bila kabisa ushirikiano na raia, kama kazi ambayo tungefanya isingekuwa nawezekana. Ni kwa hiyo nakuwa na kuomba kuwa katika ushirikiano na raia na kusikiliza raia. Na kwa maofisa mbalimbali ambao wako hapa wa jeshi, takuwa naomba kubaki kwenye msimamo, hasa zaidi kwenye kipindi hiki ambacho nchi inakuwa katika vita uvamizi wa jeshi la Rwanda. Kanali Alex Munyalizi Bamaraki alikuwa anapongeza kazi ambayo ilikuwa nafanyikishwa na mwenziwe, huku akiahidia kabisa kuendeleza mkondo kama na huo ili kudhibiti vema masuala ya usalama pamoja na ulinzi ndani ya eneo ya jimbo la Tanganyika, kama anakuwa anapendelea rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Les impressions sont bonnes d'un travail qui a été fait avec abnégation, dévouement et bravoure. Nakuwa na furaha kuona kwamba kazi ambayo alikuwa anatimiza jemadari Kashindi Dunia inakuwa ni kazi kubwa na inakuwa nafanyika kwa kujitolea. Na mimi nasema kwamba tajitahidi kutumika kama alivyofanya, na hasa zaidi kufanya kama vile viongozi wangu wanakuwa wanahitaji, na kutumika vile vile kwa mahitaji ya raia. Raia watuombi mambo mengi. Raia wanakuwa naomba tu ni amani pamoja na ulinzi. Na hiyo ndio inakuwa misheni yetu kisheria. Pamoja na wenzangu wote tutakuwa na jitahidi ili kwamba kuona jimbo la Tanganyika, mji wa Kalemi pamoja na manjia mbalimbali inakuwa katika ulinzi na usalama ulio bora. Les axes sont sécurisés. Karamu kama na hiyo kukabiziana madaraka inakuwa nafanyika nikisha tu mateuzi yalikuwa nafanyika hivi karibuni kwenye jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Pale jemadari Fabien Dunia Kashindi alikuwa anainuliwa na kuwa sasa kamanda wa kitengo cha jeshi ya 33 ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Pale atakuwa anatumikia majimbo ya Kivu ya Kusini pamoja na ile ya Manyema. Nikiripoti kutoka Kalemi kwa niaba ya Radio Kivu, Olombwe DJ Dr. Asante mwenzetu Olombwe DJ Dr. kutoka huko Kalemi. Tuangazie kule Walikale. Mapambano makali ya shuhudiwa mchana wa siku ya 3 ya wiki tunayo ya tarehe 2 April
katika mji wa Walikale kati ya jeshi la taifa FARDC na wazalendo dhidi ya waasi wa M23 wanaoungwa mkono na nchi ya Rwanda. Taarifa tunazo ni kwamba mapambano hayo yameanza tangu asubuhi ya Jumatano hii, ambako matokeo kwa muda ni watu 7 ndio wameripotiwa kufariki, ikiwemo raia mmoja asiye na hatia. Ila taarifa hizo zimezidi kuongeza kuwa katika maeneo ya Cité Belge ni jeshi la taifa FARDC na wazalendo ndio bado waendelea kumiliki eneo hilo. Ila mengi zaidi kutokana na taarifa hizi ni katika taarifa zetu zinazofuata. Tukamilishe uchambuzi wetu wa habari siku ya leo na habari hizi za kitaifa. Wajumbe wa serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo nao M23 wapanga kukutana tarehe 9 mwezi huu 2025 huko Doha nchini Qatar kwa ajili ya mazungumzo ya moja kwa moja juu ya mzozo unaoendelea mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na kusababisha raia wengi kuyahama makazi yao. Mwenzetu Safari Dilu Alimasi ameandaa ripoti hii ndani ya studio kisha kupekua magazeti tofauti ya hapa nchini. Ujumbe wa serikali ya Kongo na M23 AFC wanaungwa mkono na Rwanda utakutana April 9 huko Qatar, imesema hiyo televisheni ya Ufaransa France 24 Jumanne April mosi. Kusudi la mkutano huo kulingana na chombo hicho cha habari ni kuanza mazungumzo ya moja kwa moja kati ya Kinshasa na Wasi kwa lengo la kutafuta njia mbadala ya kupata suluhu kuhusu vita vinavyoshamiri mashariki mwa DRC na ambavyo lazimisha mamilioni ya watu kutangatanga. Mkuu wa nchi ya Kongo Felix Antoine Tshisekedi na mwenzake wa Rwanda Paul Kagame walikutana mnamo Machi 18, 2025 huko Doha nchini Qatar kwa juhudi zake emir wa Qatar, wakati hisia za wakongomani zilijielekeza zaidi kuhusu mazungumzo wa moja kwa moja kati ya serikali ya Kongo na M23 yaliyokuwa yanapangiliwa tariki hiyo ya 18 mwezi Machi huko Luanda chini ya upatanishi wa rais wa Angola Joao Lourenço. Ikiwa Luanda, mazungumzo wa moja kwa moja hayakuweza kufanyika baada ya kujiondoa kwa M23 kwenda katika mji mkuu wa Angola. Kwa upande mwingine huko Doha, wakuu wa serikali walithibitisha kujitolea kwao kwa kukomesha mara moja na bila masharti na kukabiliana kuendelea na majadiliano yaliyoanza huko Doha ili kuweka misingi ya amani ya kudumu kama sehemu ya mchakato wa sasa wa Luanda Nairobi, kulingana na azimio la Wizara ya Mambo ya Nje ya Qatar. Na kupitia hapo ndipo tumetamatisha uchambuzi wetu wa habari siku ya leo. Msikilizaji, shukrani kwako kwa kututegea sikio mwanzo hadi tamati, bila kusahau pia waandishi wenzangu waliokusanya uchambuzi huu, bila kuwaweka kando warubani zangu Izake Mulucha Ashibe pamoja na Merci Mbeleche Moize Pamal walieniwezesha sauti yangu kusikika popote pale ulipo. Jina langu mchumbe wa mkulima na Fatuma, sina la ziada, nasema kwaheri. Taarifa hii ya habari ni kwa udhamini wa kampuni ya kutuma na kupokea pesa Fizi One.